What's up guys, today my name is Muhammad Joseph. Tunataka tutengeneze kofia ya miti. Tunataka tutengeneze kofia ya miti. Sasa tunaomba sana kusubscribers na kulike na kucomment. Tazama kwa makini sana video hii. Usisogeze mbele wala kurudi nyuma. Yaani hapa natengeneza kofia. Mbona nawaomba msisogeze mbele. Sogeze mbele wala kusogea nyuma. Kaa kwa makini sana. Sasa inabidi mje mnaangalia vizuri sana. Muangalie vizuri sana. Labda kuna kipindi bado kimoja. Yaani hapa nguo tunaweza tukaitengeneza kwa nyasi. Hapa nguo tunaweza tukaitengeneza kwa nyasi. Watu wanatamani video za siri, video za asili, ndo hizi. Mnaona nakaribia kumaliza.
bado. Ya, kuna wengi ambao hawajui kutengeneza hizi kofia. Leo video yangu natakiwa ya kofia. Huku Kenya najua hakuna mtu anaweza akatengeneza kofia ya miti. Unaona? Unaona nimemaliza. Guys, mnaona kofia ya miti. Hii sasa ndo yenyewe. Sasa tunaomba kwanza kusupport. What's up guys? Today my name is Mohamed Joseph. Welcome to channel. Subscribe us, like, comment, share. Sasa hivi tunaenda Isibania, tunaenda kuchunga huko. Kutokana na Nyabuhanzi yenye sasa hivi hali ya mazingira imetokea.
Unaona huku kabisa kilimo cha miwa kinakuwaga special sana, yaani watu wanalima miwa sana kupitia maelezo. Unaona area yote hii ni ya miwa ambao wanatengeneza sukari. Kuja. Sasa tunaomba kabisa kusapotiana. Sasa hivi nimefikisha subscribers 1140. Yeah. Sasa unaona miwa kabisa huku wanalima vizuri. Na niko na ng'ombe inakaribia kuzaa. Ili maziwa aongezeke. Maana sasa hivi nilikuwa nakamua ng'ombe 2, lakini kutokana na vyenye sasa hivi mazingira yanaanza kuja pole, tutaona kwamba tunaweza tukakamua hata 3. Lakini kuna moja tu ambayo iko na ndama kubwa. Naona kama hiyo hapo, hiyo nyeusi, na hiyo ambayo imesogeana mtoto na mama yake. Maana hizi ni kubwa sana. Hiyo sasa inabidi tuikataze kunyonya. Halo, sasa tunaomba support yenu ndugu zangu, wapendwa watazamaji wa YouTube. Tunaomba kusapotiana tufikishe watching hours 40 au tufikishe tu 1000 na maana sasa hivi niko 200. Naona kabisa maeneo yote amekauka, lakini kuna vitu kadhaa tu mtu anaweza kutumia ili aangalie vinyo ng'ombe zinaweza tukazisave vizuri. Sasa hivi kuna umbali kidogo ili tufike area hiyo. Najua kama ili tufike hiyo sehemu ya kwenda kuchunga inaweza ikachukua muda mrefu sana. Inaweza ikachukua hata dakika 40 au kwa sababu kuna umbali kidogo. Wow. Naona kabisa huku wanataka waweke stima kwa sababu huku Nyabuhanzi kuna maeneo mbalimbali na kwaga haina stima. Lakini hapa naona mazingira yanaanza kutengenezwa kabisa. Wana miwa kabisa, wamepanda miwa kweli. Hii sehemu ni noma sana. Sehemu nilikuwa nategemea kwamba naweza nikaweka ng'ombe. Hata yenyewe ni vile kabisa. Lakini afadhali kuna tumagaraganja hapa. Ng'ombe naweza kukula. Guys, naona mazingira kabisa ya ng'ombe, sehemu ng'ombe ya kukula na kuaga noma sana. Sasa guys, tunawaomba sana mwangalie yenye mnaweza mkafanya kabisa, maana maana hapa naona ni msara kabisa. Ukiona sehemu ambao ulikuwa unategemea kuna nyasi pamekauka, ujue hali imekuwa hali maana imekuwa ngumu kabisa kisawasawa. Kwa nimetoka Nyabuhanzi nimekuja hadi huku Isibania, ujue ni noma. Naona ndizi ziko vizuri sana. Ndizi kama hii inakatwa. Naona inakatwa halafu inasebuka upya. Naona hapa wamelima nduma.
Wamelima nduma. Naona na iko vizuri guys, iko vizuri kabisa. Hii nduma yani ni nduma mzuri sana sana. Naona kabisa matawi yako vizuri. Hii ndio kitu ambao hakikosagi maji. Hiki hakikosagi maji, lakini vitu vingine vinaweza kukosa maji, lakini hii haiwezi kosa maji. Sasa guys, tunaomba kusubscribers na kulike na kucomment. Sasa hivi nimefikisha subscribers 1140. Nategemea sasa sasa hivi nakimbizana na watch hours masaa 4000. Guys, ili nije niwapate na kuambia. Nitatumia mbinu nyingi kushawishi. Nakwambia ni kupiga video na maombi ya Mungu yote naweka hadi tupate subscribers 4000. Guys, jiulize kitambo mimi nikiwa niko nyumbani, niko naona watu wanarekodi. Sasa sikuwa naelewa ni kitu gani. Sikuwa naelewa ni mambo gani hayo wanarekodi, ni kitu gani kinaweza kikafanyika. Kumbe mtu akirekodi akipost YouTube, labda kuna kitu fulani, kuna chochote kitu kinaweza kikajitokeza. Mtu anaweza kapata kapesa, anaweza kapata kapesa kwa kila mwezi kwa kutokana na channel yako vyenye inaenda. Sasa juzi tu wakati mimi nimefikiria sana kwa makini, nilianza kuposti short. Nikaona watu wananisupport, nikaanza kuposti pole pole. Sasa hii nimefika kiwango hiki, nikiposti watu mnaniwatch sana. Nikasema hapa ndio sehemu ya kukaa kabisa. Lakini sasa hivi ndo nimefanya video. Nategemeana sasa hivi nataka nibadilishe mtindo. Nije napiga video ndefu. Kwa sababu sasa hivi niko naweka hata ya dakika 9, dakika 10 na kitu, dakika 2. Nikaona inaochiwa sana. Nikaona labda nikijiongeza naweza nikaweka dakika 40. Ili tuone kwamba tunaweza tukafikisha subscribers tukafikisha masaa 4000. Guys, msishangae sana, mimi si mtu ambaye napenda naongeaga Kiingereza. Mimi Kiingereza sikijui. Lakini Kiswahili special sana. Kiswahili najua. Ndio maana sana napenda kuongea Kiswahili. Muda mwingine naweka hata cha huko nyumbani Kiburundi, ili watu ambao wa makabila kama kuna mtu unaweza kuta yuko Burundi, mwingine yuko wapi, lakini anaelewa. Inabidi sasa mtu anaweka video zina mchanganyiko wa lugha, ili wenye haelewi hiyo anaelewa hiyo. Hivyo sasa guys, naomba sana kabisa tuone kwamba tunaweza tukafikisha kila kitu. Nikifikisha kama watch hours 4000 na mazingira ya kufanya content, halafu nikaenda nyumbani, kaelekea kwetu huko Bujumbura lilali. Naweza nikaelekea Bujumbura huko nikaenda kufanya video. Najua huko wengi mnatamani kuona video za Bujumbura. Yaani pande kama mti. Naona niko kileleni. Nategemea sasa nipande video zipande ghafla zipande kwa nguvu, kwa kasi sana, ili tuone kwamba tunaweza tukaingia Bujumbura kupiga content huko. Nategemeana sana. Hapa huyo mti niko nao ni mti ambao ng'ombe zinapenda sana. Unaona hata ule mti niliwaambia kwamba ni mkoma. Ndio huyo hapa. Umekuwa mkubwa sana, mkoma kabisa, ni mkubwa sana, unaweza kutengeneza kitu chochote. Guys, sasa nimeona ng'ombe zimeanza kukula vizuri sana. Zinakula. Ninashukuru sana kabisa. Ng'ombe kianza kukula mimi kwangu nafurahia. Nafurahia kinyama. Nafurahia kinyama.
nga primo onso sangre. Oh la la, where? Support me, Muhammad Joseph, and you subscribers, like, comment, share my video, yeah, share my videos. Tiri amri. Unaona kabisa ng'ombe ukizoesha mazingira inakuwaga iko special sana. Wewe inakuwaga special kukula, maana haiwezi kosa nyasi. Kimezoea nyasi kama hizi zimekauka, inakula tu hivyo hivyo, inazoea. Lakini kuna ng'ombe wengine ukizoesha kukula nyasi ambayo haijakauka, inakuwaga ngumu kwa kutokana na yenyewe tu ikishajiamulia tu, ikiona nyasi imekauka, we inalala. Yaani inalala. Lakini kama hizi hizi ziko special sana. Yaani ziko special sana, na ninafurahia sana kupata ng'ombe kama hizi zenye kila nyasi zikiona zinakula tu hivyo hivyo. Na kuna ng'ombe zingine unakuta zimezoea maji ya chumvi. Maji ya chumvi ni kweli muda mwingine ako na faida, kitu fulani inaweza kutengeneza, lakini muda mwingine unakuta maji ya chumvi hayasaidii kitu na hamna kitu inaweza kaunga. Hasa ndugu zangu, hapa tuko Hispania. Nimekuja kupiga content Hispania. Inategemea sasa nitakuja na badilisha labda tu mazingira kidogo. Tunaweka tu hata sehemu nyingine tofauti. Lakini huko Hispania unaona miji iko mbali. Unaona kama kule miji iko mbali kabisa, yani mbali. Si kama hapa Nyabohanzi. Nyabohanzi kijiji ni kijiji kabisa. Yani iko vizuri sana. Iko vizuri sana. Inatokana na sehemu ambao uko. Unaona kama hii sasa ndo inakuwa mbolea, unaona? Inakuwa mbolea ikikaa muda mrefu, inaoza halafu inakuwa mbolea. Ndio maana wengi tu wakisha pagua mahindi wanatengeneza mazingira, unakuta yale mahindi ile vigunzi wameweka tu shambani vioze hivi kuwe mbolea. Na ni vizuri sana, unajua si unafanya kitu kama unaweza kutengeneza kitu halafu mwisho wa siku unakitoa unaweza kukitupa. Hapana. Kama ni vitu vya mahindi unaweza kaacha tu huko kwa sababu muda wote tu vinabadilika, inakuwa mbolea ya shamba tena. Sasa guys, tunajua kusupportiana ni kitu cha muhimu sana. Kila mtu inabidi tuje tunasaidiana kuangalia video za mwenzako yenye naenda ili tujifunze. Unajua kuna video zingine unaweza kaelekeza mtu unajikuta anajifunza kitu fulani au mambo fulani. Sana kama Kiswahili kuna mambo fulani unaweza ukajifunza. Kama sasa kwa Burundi najua wengi Kiswahili kinawachanganya. Lakini wakati unaongea unachanganya kidogo, unawasaidia kidogo kwa sababu wanaelewa, kuna mambo wataelewa humo ndani. Kuna mambo wataelewa humo ndani. Hello, what's up guys? Today my name is Muhammad Joseph. Welcome my YouTube channel. Tunaomba kwanza support yenu, tunaomba kusubscribe na kulike na kucomment. Tuko kwa Marwa, tuko maeneo ya kwa Marwa hapa, ndio tunachunga. Na hapa kuna hizo kanga. Mimi majina yangu natoka Muhammad Joseph, nimetoka Burundi. Napendaga sana kupiga video mbalimbali. Sasa hivi inabidi tujitayarishe kwa sababu sasa hivi tunapiga video ili tu improve tufikishe chini ya masaa 4,000 kwa sababu sasa hivi subscribers nimefika 1,137. What's up guys? Today my name is Muhammad Joseph. Welcome my YouTube channel. Sasa hivi tunakaribia kufika Hispania. Tunakaribia kufika Hispania. Mnajoga namna mimi niko napenda kupiga video nikiwa nawaambia niko Nyabohanzi village, niko Nyamwini village, lakini leo nataka nitembelee Hispania na nimekuja tu na majeshi yangu. Nimekuja tu na ng'ombe zangu huku. Sasa nashukuru sana ndugu zangu ambao mnapenda kutazama video zangu, na ninashukuru sana mno, na ninategemea kwamba nyie mtakuja mnanisupport sana kabisa ili tufikishe masaa 4,000. Ili tufikishe
masaa 4,000. Naona nimeanza kupata kitu hapo kidogo. Nashukuru sana ili tuone kwamba tunaweza kufika mazingira tufikishe hizo masaa 4,000. Good for you. Guys, today my name is Mohamed Joseph. Subscribers, like, comment, share. And you Mohamed, mnaona kofia ya miti ambao wengi mlikuwa mnaitarajia, mje muione. Mnaiona? Yeah. Sasa tunaomba sana kulike na kucomment. Guys, what's up guys? Today my name is Mohamed Joseph. Yeah, huku sasa ndo sehemu ambao huku nilikuwa natamani nije nione mazingira ya huku Hispania Center. Hispania. Yeah, huku Hispania wako vizuri sana. Hispania ni sehemu ambao wanalima kila rangi, kila kitu ambao wewe unajua huku wanalima. Na kuna sehemu wamelima tumbaku, magimbi, ndizi, wanalima vitu tofauti. Sasa ndugu zangu, tunawakaribisha muone sehemu wamelima tumbaku ambao ndo wanatengenezea sigara. Ya, unaona guys, unaona hapa ndo sehemu wamelima tumbaku. Hii ndo sehemu wamelima tumbaku. Unaona hapa ndo sehemu wamelima tumbaku. Ni sehemu nzuri sana. Naona wamelima tumbaku. Sasa naona kama kilimo kama hiki ni kizuri, halafu hiki kinakuwa na faida. Kilimo hiki kinakuwa na faida, unaona, na kimetengeneza mbegu. Ina maana mbegu ulionunua na kinaweza kikaitengeneza pia na ukaipanda, unaona. Naona kabisa mbegu bado inajitengeneza. Sasa guys, tunawaomba sana. Tunaomba support yenu, tunaomba kusubscribers na kulike na comment. Karibuni sana Kenya, na karibu sana, tunawakaribisha hata Burundi, maeneo ya Bujumbura. Tunawakaribisha sana. Jina langu naitwa Mohamed Joseph. Yeah, Mohamed Joseph ndo jina langu kabisa. Tunaomba sana kucomment na kushare na kusubscribers pia. I'm good for you. I'm good. Thank you father. Tumejaribu kutengeneza kofia, mnaona kofia iko vizuri. Sasa tunataka tutengeneze nguo, kinyesa. Yeah, enda vizuri, tuone tutengeneze kinyesa. Good. Hey. Tutatengeneza siku nyingine. Naona mifugo inanisumbua. Nimebeba hii ndo stand ya kamera. Aisee, maisha ni magumu habdi, unakuta stand unatumia miti. Unachana mti katikati, alafu kisha maliza ndo utengeneze stand ya kamera, ya kuweka kamera. Inakuwa ni ngumu sana. Hai ndugu zangu, tunaomba mchango wenu tupate pesa tununue stand. Ya, tunataka tununue stand ya kamera tuje tunatumia. Ngo temanda kunyama biyo chika. Yeah. Na natamani sana. Kitambo tulikuwa tunatembelea daraja hili la miti. Ya, sasa hivi tumetengeneza daraja la chuma ambao ndo hili hapa.
Hii ni daraja mzuri sana, daraja nzuri sana, mnaona liko very smart, liko vizuri sana sana. Ya sasa ndugu zangu, tunaomba kwanza kushare na kulike. Naona mazingira ya nzuri, sehemu ambayo farasi zinapita, hata ng'ombe zinaweza kupita hii maeneo. Ya siko na uwezo wa kupita hapa. Mnaona hapo kuna nyumba ambao ni ya farasi na farasi zinachunga area hizi. Farasi zinachunga hapo hapa. Sasa ndugu zangu, tunaomba kusubscribe na kulike na kucomment na kushare. Unajua hapa kuna generator linaunguruma, linavuta maji kuyapeleka kwa samaki.